Mtazamaji wa Uondo TV, hujambo na karibu. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Mchezo wa NBC Premier League ambao ulikuwa unakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Mashujaa kutokea Kigoma umetamatika katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kuibuka na ushindi mnono wa goli 2-1. Kipi kimejiri katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam ambavyo dakika ya 5 ya mchezo kupitia kwa mchezaji wa klabu ya Mashujaa Football ambaye ni Jafar Kibaya, moja kati ya wachezaji ambao wanaimba kwa kiasi kubwa, ameweza kuifungia klabu ya Mashujaa goli. Lakini pia kipindi cha pili unaweza ukasema kwamba Simba imefanya the best new comeback. Ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia wachezaji ambao wameanza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili pia namna ambavyo vitu vimekuepo ni kitu cha kujiuliza. Lakini mtu kama Elie Mpanzu, mchezaji ambaye alikuwa kwenye ubora kwa kiasi hicho, akina Mavambo, Debora Fernandez, angalia mtu kama Ateba ambaye amefunga goli 2, ni kitu ambacho pia kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo cha kwanza ni kuipongeza hata klabu ya Simba namna ambavyo imepambania thamani ya jezi ya timu husika, kujua kitu gani ambacho ilikuwa inakifanya. Lakini angalia mtu kama Valentino Nouma, angalia mtu kama David Duchu Kameta ambaye wameanza kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mwalimu Fadlu Davis ameweza kuona kwamba kuna kitu ambacho inabidi akitengeneze. Amekuja na mtu kama Mohamed Hussein, amekuja na mtu kama Shemi Zewei kwenye eneo la left fullback, right fullback, wachezaji ambao wamekuwa kwenye muendelezo kujua kitu gani ambacho wanakifanya. Lakini kipindi cha pili Simba wamekuwa na ile exposure ambayo tumekuwa tunaizungumza, hali ya utulivu, wamejua kitu gani ambacho wanaweza kufanya. Of course wanafanikiwa kupata point 3, magoli 2, lakini dakika 15 ambazo zimeongezwa ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba maybe kuna janja ambazo zimetumika. Lakini to be honest, ni moja kati ya game ambayo ilikuwa ya kupishana. Mashujaa kipindi cha kwanza wamekuja na nidhamu ile, tunasema kwamba respect of game, ni kitu ambacho kimekuwa kinatendeka. Lakini pia kipindi cha pili tunasema kwamba Mayanga ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Mashujaa Football, lakini kuna ile hamasa ambayo maybe ilikuwepo kwa mashabiki, lakini Simba wamejua kitu gani ambacho wamekifanya. Kwa hiyo utapongeza hata mbinu ambazo Fadlu Davis amekuja nazo, international classic coach wa Simba Sports Club. Kipindi cha pili unaona kwamba Simba ilikuwa inajaribu kuweza kutengeneza zile front pass, kujua kitu gani ambacho inaweza kukifanya, kwa sababu Mashujaa inawezekana kama vile walikuwa wanafanya kama ile low block, kukaa nyuma ya lango wakiwa wachezaji almost 9-10, ni kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini Simba imeweza kudhibitisha kwamba ni timu ambayo ina uwezo mkubwa na wachezaji ambao wanaweza wakaamua mechi kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo ni moja kati ya game ambayo ilikuwa kupishana. Viporo vya Simba unaweza ukasema kwamba kidogo viweze kuchacha, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu ameweza kukaa katika upande wao na kuweza kuibuka na washindi kwa kiasi kubwa katika mchezo wa NBC Premier League 2024-2025 dhidi ya Mashujaa na kuweza kupata point 3. Kwa hiyo of course ni kitu ambacho kimekuepo, lakini Simba utaipongeza kwa kiasi kubwa kwa point ambazo wamezipata. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uondo TV.